Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. NATO inaandaa mashambulizi ya chini ya maji dhidi ya Urusi. NATO wakati huu imekuja kivingine kwa ajili ya kukabiliana na Urusi, na ni wakati ambapo Marekani inajitahidi katika kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Ni wakati ambapo rais wa Marekani Bwana Donald Trump amekuja na mipango kadhaa ambayo itasaidia katika kumalizika kwa vita ambavyo vimedumu ndani ya miaka mitatu kati ya Warusi na wa Ukraine, vita ambavyo viliungwa mkono na watu wa Magharibi wakiwemo hao wa NATO. Hata hivyo, shirika la habari la RANA Novosti limesema kwamba NATO inabuni mbinu mpya kukabiliana na Urusi, haswa kupitia njia za chini ya maji zinazolenga mabomba na meli za mafuta, kulingana na Nikolai Patrushev, msaidizi mkuu wa rais wa Urusi. Amesisitiza kuwa mbinu hizo zinafuatwa zaidi na wanachama wa umoja huo wa Ulaya, wakipuuza kurejeshwa kwa mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Moscow na Washington. Kauli ya Patrushev inafuatia tangazo la hivi karibuni la NATO la kuongezeka kwa wanajeshi katika bahari ya Baltic. Umoja huo unaongozwa na Marekani umezindua operesheni Baltic Sentry, mpango unaolenga kuimarisha doria katika eneo hilo kwa msingi wa kulinda miundombinu ya chini ya maji. Mwezi huu Umoja wa Ulaya pia umekubali kuongeza kwa kiasi kikubwa matumizi ya kijeshi kati ya wanachama wake, huko Moscow ikishutumu kambi hiyo kwa kuelekea kwenye njia ya kijeshi. Katika mahojiano na jarida la ulinzi la kitaifa lililochapishwa Alhamisi, Patrushev, ambaye hapo awali alikuwa katibu wa baraza la usalama la Urusi, alibainisha kuwa hatua za hivi punde za NATO zinafuata utamaduni wa muda mrefu kutumia vitisho kama chombo kikuu cha mahusiano baina ya mataifa hayo. Kutokana na hili, wengi wanadhani kwamba huenda likaleta machafuko zaidi katika bara la Ulaya, kwamba ni wakati ambapo kile wanachosema kwamba Urusi na mpango wa kuwashambulia baadhi ya wanachama wa NATO huenda likatokea kweli, kutokana na ukweli kwamba Urusi haitokubali kushambuliwa kwa miundombinu yake hasa ya majini. Urusi imesema kwamba haitokaa kimya juu ya kile ambacho kinaweza kutokea juu ya wanachama wa NATO na ipo tayari kufanya mashambulizi wakati wowote. Uchokozi wa baharini umekuwa sehemu ya safu ya njia za uasi zilizotumiwa na nchi za Magharibi tangu vita baridi, alisema, akiongeza kuwa kwa kuzingatia uamuzi wa EU juu ya uvamizi mkubwa wa kijeshi wa Uropa, vitisho vya kijeshi kwa miundombinu ya bandari ya Urusi na uhuru wa urambazaji vinaweza kuongezeka. Patrushev aliendelea kudai kuwa mataifa ya NATO tayari yanafanya mashambulio ya kimtandao kwenye vifaa vya urambazaji vya meli za Urusi, lengo kuu likiwa ni kuchochea hali ya dharura. Kulingana na taarifa zilizopo, wanamaji wao wanapanga kuzidisha shughuli za kigaidi dhidi ya mabomba ya chini ya maji ya Urusi, meli za mafuta na meli kavu za mizigo, alisema Patrushev. Patrushev pia alishutumu kwamba kuzidisha hali kwa sasa kunapangwa na London, ambayo inadai inalenga kuvuruga uhalalishaji wa uhusiano wa Urusi na Marekani na mazungumzo juu ya kusuluhisha vita nchini Ukraine. Mwezi uliopita, naibu katibu wa baraza la usalama la Urusi Alexander Molchanov vilevile alionya kwamba NATO ilikuwa ikitengeneza hati za mafundisho ili kufanya operation katika maeneo ya bahari. Ni London ambayo wakati fulani ilidai kwamba Urusi ina mpango wa kufanya mashambulizi dhidi yake, na ni baada ya kuzindua kombora la Oreshnik ambalo lina uwezo wa kuifikia London. Lakini Januari, NATO ikatangaza kuongezeka kwa doria za baharini za kawaida katika eneo la bahari ya Baltic kufuatia visa kadhaa vya nyaya za chini ya maji kuripotiwa kuharibika. Wanachama kadhaa wa kambi hiyo walilaumu Urusi. Hata hivyo, uchunguzi uliofuata hukupata ushahidi wa kuhusika kwa Moscow. Kremlin pia ilikanusha vikali shutuma hizo, ikisisitiza haina nia ya kulenga miundombinu ya mataifa ya NATO. Moscow imekuwa ikilani ujenzi wa kijeshi wa NATO karibu na mipaka yake na kukataa majaribio ya kuiondoa Urusi kutoka katika eneo la bahari ya Baltic kama uchochezi. Kremlin imeapa kulinda maslahi yake katika kanda, ikisisitiza kwamba vitendo hivyo vinatishia utulivu wa kikanda. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini kikubwa usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.